Katika habari zilizojiri kwa siku ya leo, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuviangamiza vinu vya kuzalisha umeme vya Iran iwapo Tehran itashindwa kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote duniani ndani ya masaa 48. Vitishio hivyo vinakuja wakati ambapo Trump anakabiliwa na shinikizo juu ya kupanda kwa bei ya nishati ya ndani kutokana na vita vilivyodumu kwa wiki 3 mpaka sasa. Wakati wa amani, mlango bahari wa Hormuz hubeba sehemu ya 5 ambayo ni 20% ya mafuta na gesi duniani na kufanya kuwa sehemu muhimu ya kupitisha biashara ya mafuta duniani. Irani imesema italipiza kisasi dhidi ya walengwa sawa katika Ghuba ikiwa itashambuliwa, kulingana na vyombo vya habari vya serikali vya Iran. Vikwazo vya Iran katika mlango bahari wa Hormuz na mashambulizi dhidi ya meli vimesababisha bei ya mafuta kupanda katika wiki za hivi karibuni. Kwa upande mwingine, vikosi vya ulinzi baharini vinasema kuwa vimenasa na kuharibu makombora 145 na ndege zisizo na rubani 246 tangu vita vilipoanza. Jeshi la Iran lilisema katika taarifa kwamba mifumo yake ya ulinzi wa anga inaendelea kukabiliwa na mawimbi ya mfululizo ya mashambulizi ambayo yanahusishwa na wapinzani wake. Kwingineko, mkurugenzi wa zamani wa FBI Robert Mueller, ambaye aligonga vichwa vya habari kama wakili maalum katika uchunguzi kuhusu kuingilia kwa Urusi katika uchunguzi wa rais wa Marekani 2016, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Kwenye mtandao wa kijamii wa rais wa Marekani Donald Trump aliandika, Robert Mueller amefariki dunia nzuri, nina furaha kwamba amekufa. Hawezi tena kuumiza watu wasio na hatia. Mueller alikuwa mkurugenzi wa 6 wa FBI kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2013. Uchunguzi wake kwa Urusi uliofafanuliwa katika ripoti ya mwaka 2019 yenye kurasa 448 ulifichua kile ambacho Mueller na mashirika ya kijasusi ya Marekani kukitaja kama kampeni ya Urusi ya udukuzi na propaganda ili kuzusha mafarakano nchini Marekani. Na kufuatia hilo, Urusi ilikanusha kuhusu kuingilia kwa uchunguzi wake.